mbaya sana wewe. Janja mimi. Haki ya Mungu, yani mimi sikudanganyi, maisha yangu sijawahi kupata mwanamke mzuri kama wewe. Mimi nakwambia hakika. Yaani hapa ukienda mjini tunaenda wote. Sikubali. Nisije nikaenda kuijua mjini huko mimi. Haya bwana. Ngoja niende zangu kwa sababu sina namna. Aisee, nimechoka leo jamani. Yaani mwili wote huu umechoka, unanipasua pasua. Sijali. Na ule uchovu wa kufua umenisaidia kufua. Ila nguo jamani zilikuwa nyingi. Wewe sio zilirundika nyumbani huko kama kuja nazo huko. Mimi nimezibeba ndio, nikasema ngoja nikazifurie mbele kwa mbele. Bwana. Kwa hiyo tumefua, tumeosha vyombo. Tumekula. Na hivi nilikuwa nafikiri kwamba leo ningelala ili niimarishe ulinzi. Hamna bwana, usijali. Mimi bwana nipo fresh hapa. Najua uko fresh. Usijali. Lakini si unajua bana, vijijini hapa vijana wapo wengi, washaona. Kwa hiyo lazima niweke ulinzi. Nisije nikaibiwa, si unajua? Wai, kwa mwai mke wako. Mke wangu wapi? Anakuambia mimi na mke nani? Una mke? Anakuambia mimi na mke nani? Kwa hiyo mke una? Mimi sina mke. Mwongo. Naona bwana. Basi, kwa hiyo kesho saa ngapi? Kesho muda wote mimi nipo. Wewe tu. Basi haina shida. Mimi nitawahi. Poa, hamna shida. Maana najua nitashinda kesho hapa. Tutalala. Bwana mimi sikusindikizi, naishi hapa hapa. Naenda kupumzika, nimechoka. Basi poa. Wewe mwai mkeo huko. Mke wangu wapi? Mimi nipata wapi mke? Mke wenyewe ndo nyie mmekuja tena. Kwa hiyo huna mke? Mimi sina mke. Wewe. Hivyo nafikiri mimi ningekuwa na mke ningeshinda na wewe leo hapa. Poa. Kesho bwana. Haina no. Hata kama ungekuwa na mke ungesema mbwa wewe. Nilale. Ulale. Eti unilinde. Jamani, wanaume kijijini wapumbavu, kaosha vyombo, kafua, na ugali kapika. Jamani. Dogo, mambo vipi? Hebu nifanyie sigara hapo. Naomba na moto. Viazi. Nyama nzuri. Samahani. Shikamoo. Marhaba, hali yako? Safi. Nyama shilingi ngapi? Nyama shilingi 10,000, 15,000. Haipungui. Inapungua. Sawa. Basi mwaifanye mizunguko yangu alafu nitarudi. Okay mama. Asante. Utanikuta? Sasa ifike muda mwambie wenye sigara watoege ofa. Habari. Poa, shikamoo.
Nzuri. Basi nitarudi baadaye kidogo. Haya. Aya, asante. Dada, habari yako? Safi. Au si ndile? Ndo nini? Basi mimi najua wewe ni mtu wa mjini unavyoonekana. Dada, na maongezi na wewe. Yaani usindile kwa manake mambo kimjini. Ni mtoto kwanza umeumbwa wewe. Yaani wewe mtoto ulivyo kama mdoli. Yaani kama doli limetengenezwa basi limewekwa ndani. Kila mtu anatamani kuliangalia muda wote. Samahani lakini nilikuwa nahitaji namba zako ili tupate kulonga baadaye kwenye kasimu. Sitaki. Usinifanyie hivyo mtoto mwanamke mwenzio, na mimi nimeumbwa. Nauza. Hiyo namba ya simu nauza. Ila Watanzania mbona hatupendani? Yaani mpaka namba ya simu tu kuwasiliana nayo unauza. Nauza. Ila watu wa mjini mna masharti nyie. Unauza shilingi ngapi hiyo namba? 10,000. 10,000? 5,000 ya vocha, 5,000 hiyo ya namba unanitaka. Ila pambe tu. Hamna shida, yaani mwanaume yoyote anapotaka mawasiliano na wewe lazima afikirie hivyo vitu vingine. Mimi nitakupa. Hii hapa. Mimi shida yangu ni namba yako. Sasa ichukue kidogo hata kwa madoido na mimi nione moyo wangu umekunjuka. So unachukua kama mweka wewe vile mfukoni. Simu yako hii hapa basi niandikie hayo manamba. Najua sasa hivi una haraka zako, sitaki kukuchosha. Mtoto umeumbwa wewe. Yaani Mungu, yaani kama alishusha udongo alafu kawepa watu kwamba mtengenezeni huyu mtoto. Mtoto una lumbi. Yaani mtoto anaenda mambo yanaenda hivi, una yumba. Yaani una yumba. Sasa sijui kanipa namba kweli. Asija kama nipa namba za gari. Nitafanya vibaya. Cheki mtoto anavyoenda. Yaani mpaka natamani niwege na muangalia. Yaani hata kwa mbali vile bado mtoto analizisha. Yaani hata kama ningekuwa hivi na muangalia yuko kule nalizika tu. Yaani mtoto wa mjini wana mambo. Yaani mtoto ukimwangalia mtoto bado anakushawishi tu. Yaani mpaka miguu sometimes inaninyevunyevu. Yaani nimesimama naye pale mtoto ananigeukia namna hii. Jamani. Yaani kuna muda mpaka nawaza hii namba itakuwa ndio hii ya kwake. Na baadaye nitamtafuta, nitalonga naye, nitamueleza aliyokuwa moyoni. Yaani mtoto ametokea kunivutia yule. Yaani mtoto hapa anaitwa Ken, ana jina la kizungu lakini dada. Samahani kidogo. Mambo vipi? Safi. Mimi naitwa Kibabu aka Kiba. Sawa? Kijiji chote hiki mimi ndo kamanda. Unaona vitu hivi? Sawa? Kutoka manyama nini? Hapa ndo penyewe. Naona. Yaani una vitu vyangu, yani vitu vyangu vyote ninavyopendaga vyote unavyo yani mtoto. Utanimaliza mimi jamani. Utafilisika mimi Kiba, utafilisika mimi. Kwa hiyo ngoja kwanza. Hapa umekuja umetokea wapi? Natokea huko chini. Sasa napoona mtoto mzuri unapita, halafu hautuoni sisi wandewa wa mahali hapa, utusalimii na nini. Halafu nikikuona unaona kabisa wewe mgeni maeneo haya. Mgeni sio mgeni. Sasa tusalimiane, tujuliane hali, tufahamiane. Kwa sababu mimi ndo waliwatani hapa. Yaani kuangalia kwanza kiona mtoto ukitembea yani mwamwala yani mwamwala umenichanganya ujue, sawa?
Wewe ukiona vitu vyako vile tunajua sasa wewe sio wa hapa. Mimi watu hapa wote nawajua. Mimi ndo Kiba sasa. Watu hapa wote mimi nawaelewa. Wadada hapa wote nawaelewa. Nilivyokuona tu wewe kajua yes. Hii chombo mpya ile. Kwa hiyo unafanya kazi hapa? Sio ndo nafanya kazi, mimi ndo namiliki. Yaani mimi ukisikia Kiba ndo Kiba kweli, yani ndo mtu wa kuuza minyama ya kueleweka. Sotojo kweli, yani ukitaka maswala ya kilo 5, kilo 10, mimi kitu cha kawaida. Yani kama unavyoona hilo bucha hapo wenyewe nimeuza. Sasa vipi? Unaweza kubadilishana mawasiliano? Sawa, una shida. Au sio? Na bahati mimi jamani. Nakuja kuchukua nyama. Kwa hiyo nikiulizia Kibabu manyama nakupata. Mimi nakwambia usijali, kwa wewe naweza nikakupa bucha zima. Wewe bwana wewe uko vizuri, uko vizuri. Ndio hii. Ngoja kwanza. Ngoja nipige hapa kwanza. Sije kama umenipa namba ya gari hapa. Hapa inaita. Hiyo hapo mwisho 17. Au sio? Kwa hiyo Kibabu Kibabu Kiba. Ukiandika Kiba ndio nzuri zaidi sababu maarufu hapa ni Kiba. Au sio? Sawa. Nitakuwa nakuja kuchukua nyama. Usijali utataka kilo 10 binti nakupa mlepo. Sawa. Wacha mambo yangu. Toto huyo. Shida shoga yangu. Niambie, mbona leo umepooza sana? Una shida gani? Mwenzako mimi nina majanga. Si yule bwanangu asijua kuongea. Kafanyaje tena? Yaani hivi ninavyokuambia, kwa ukafukuzwa na babake, yupo kwa rafiki yake Koba. Mimi ninavyokuambia kanifukuza kama mbwa. We, anakufukuzaje na anakupigaje wakati we mjamzito? Anakupigaje? Kwa mfano ningekuwa mimi singekubali. Yaani nipigwe. Yaani hivi ninavyokuambia kisa pikipiki. Umenielewa? Ameng'ang'ania yule bwana kuuza pikipiki. Yaani mimi hata sielewi, kila ninavyomshauri, nimeenda pale nimemwambia bwana mwenzangu wewe usifanye hivyo. Yaani ninavyokuambia nimepigwa shoga yangu na matusi juu. Sasa atakufanyaje matendo kama hayo wakati wewe yule mume wako? Na unajua kabisa mimi nina mimba shoga yangu. Yaani kwanza mimi hata sielewi. Yaani ile ingetusaidia sisi angeendelea na ile pikipiki pale kufanya nayo bodaboda. Shoga yangu, tumeingiliwa. Hii pisi mpya hii. Huyu mtu mpya mama. Hivi unamuona kwa tatizo hili? Yaani kama mzungu. Yaani hapa tumeingiliwa. Tuwe makini na wanaume zetu. Shoga yangu ile pisi kwanza mbona alivyovaa kama mzungu. Mzungu kwio. Mwenyewe nzuri. Wewe kwani sio mzuri? Mimi mwenyewe nikipaka yale madude usoni na nikivaa si manini kama manyoya, sio anaitwaje? Mimi mwenyewe napendeza. Minyoya. Ndio hiyo minyoya si mimi sijui jina lake. Shoga yangu la vituko. Vijijini. Ndio nakwambia. Kuwa makini mama. Pisi mpya ile. Wewe afu wewe usisifie, umeelewa Shauri yako. Wewe sio mzuri hapo, wewe sio mzuri. Mimi mzuri shoga yangu Haya unapomsifia mwenzako mzuri, mwanamke unatakiwa ujiamini. Kwanza hapo shankela muone. Kama ukila nini? Unasifiaje mtu wakati wewe mwenyewe mzuri? Mwanamke unatakiwa ujiamini. Wewe tena. Ndio mimi, mwana mzuri. Ndio mimi nina shida kweli. Kupili basi. Sitaki nakwambia. Mambo. Poa vipi? Nimesubiri sana. Pole. Ulienda sokoni? Nimesikia leo kuna mnada sijui gulioni. Kwa hiyo nikaamua nene kaoshe macho. hapo kuna abiria yangu kanipigia simu juu hapo. Ndio nataka nimwahi mara moja. Kwa hiyo utarudi lakini? Ya, narudi. Poa. Nikirudi nitakucheki. Poa. Kela mimi ninanikela. Mambo gani ya kipumbavu? Ndio unaenda kazini? Maswali gani unaniuliza hayo?
Ndio saa hizi unaondoka mume wangu jamani. Sasa unataka niende saa ngapi? Kwani shida iko wapi? Tatizo nini mume wangu? Mbona unakuwa mkali? Ukali wa nini bwana? Mimi nimechoka bwana. Ukali wa nini? Hebu niache. Ninachokosea nakosea kitu gani? Nishakwambia niache. Wewe mwanamke usiokuwa muelewa bwana. Kumbuka wewe ni mwenyekiti wa serikali za mitaa. Unatakiwa uwe mfano wa kuigwa mume wangu. Kwa hiyo kama ni mwenyekiti wa serikali za mitaa ndio nifanyeje? Niachana na mimi bwana. Achana na mimi mwenyekiti nini? Mwanamke gani usiokuwa unashindwa kumuelewa mtu? Kusoma hujui na maana picha uioni. Nimechoka kweli kweli. Silali, sipumui. Kila saa ni wewe nani? Umekuwa nani? Nimechoka sasa hivi. Niache bwana. Tena niache kabisa. Mwanamke unakuwa sio muelewa bwana. Mimi nashindwa kukosa usingizi nikilala hivi, nikifanya hivi vile. Mambo gani mimi? Mimi nimeaa huko. Shachoka. Sitaki kabisa kusikia ujinga huu. Ndio. Kina mapembe. Yaani auti hii kubwa kuliko. Ida anayokupa. Chukua koti lake lile analolipenda kulivaa. Chomoa nyuzi hizo 3. Ngapi? 3. Nyuzi 3. Changanya kwenye dawa ambayo nitakuwekea humu, ipo kwenye kifuko cheupe. Sawa. Changanya. Mchemshie kwenye chai. Hakikisha anakunywa. Sawa. Hakikisha anakunywa. Siku ya kwanza kifuko kimoja. Siku ya pili kingine na ya tatu kingine. Siku hizo 3. Kuisha habari yake. Kili. Ua. Kili. Ua. Usiniangushe. Hakikisha unaifanya vizuri dawa asione. Sawa. Ua. Kili. Ua. Shika. Uifanye vizuri. Ukionekana utajua mimi. Utalificha mganga. Sawa. Sasa nimehamia mtaa wa 7 toka urembo kisha zamani. Nyumba sio nyumba, ilikuwa na mikosi. Tala. Nimehama makala zimezidi kabisa mama. Kazi kweli. Stopeko. Salama. Sawa, upo? Sawa. Amikote. Halo. Halo. Mimi ndio yule ambaye tulipeana namba pale sokoni. Muongo. Ndio. Yaani kusema ukweli, awe mtoto umeumbwa. Wewe mtoto umeumbika. Yaani niko nikikuangalia hivi. Yaani naona lumbi linaenda hivi. Nikaona wana kijiji wote wanakushangaa. Nikataka niwapalamie. Una maneno mengi. Yaani mimi niko nataka tuzungumze vizuri mimi na wewe, tukae sehemu mimi na wewe tu tuzungumze. Muongo. Si unajua naona niletea vurugu tu mimi hapa nazungumza na mtoto mzuri hapa. Nani piga kelele. Kelele za nini? Mimi naongea na mtoto mzuri nawe. Mimi naongea na mtoto mzuri unanipiga kelele za nini? Sasa mimi nilikuwa nataka tupate muda mzuri mimi na wewe ili tuweze kuzungumza. Naona kwa hiyo sehemu mbaya. Uniahidi tu nitakupeka sehemu nzuri. Basi sawa, nashukuru, asante. Nakusikilizia basi. Niangalie ni hivyo. Nakwambia nitawanyosha mwaka huu. Yaani Europini.
Bibi. Habari. Mala, umependeza. Samani, sogea basi hapa. Binti, habari yako? Hapo unaishi sehemu gani? Naishi huko chini. Sasa wajua sisi ni watu wazima, hapo isitoshe tuna uongozi kidogo katika hiki kijiji.